Hallelujah. Amen. Hebu kichwa cha neno langu siku ya leo ni kuhusu ama kwa Kisungu nasema hivi, generational iniquities. Ama dhambi za ukoo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kile ambacho kimetusumbua wapendwa, ndio tunaomba, ndio tunatafuta Mungu, ndio tumefunga, lakini kuna vitu ambazo lazima tukabiliane nazo. Hallelujah. Kwa nikisoma hii andiko, nilianza kujikumbusha yale ambayo nimepitia. Nikaanza kujikumbusha mahali nimetoka. Nikaanza kuona ile milango ambayo ilifungwa. Milango ingine ilifunguliwa. Wapendwa, kuna vitu ambazo zimefungwa. Kuna vitu ambazo zimefunguliwa kwa familia zetu, lakini hatujui. Hallelujah. Tuingie neno la Mungu katika kitabu cha Numbers. Hesabu 14 mstari wa 18. Yule kuna Kiswahili anaweza kusomea 14:18. Hallelujah. Nyonya kuna Kiswahili ama usome wa Kisii? Acha nisome wa Kiingereza alafu mwenzetu atatusomea kwa Kisii. Maandiko inasema hivi, 18 inasema hivi, the Lord is slow to anger, abounding in love and forgiving sin and repaying. Zingine zinasema forgiving sin and iniquities. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yet it does not leave the guilty unpunished. He punishes the children of the sin of the parents to the third and fourth generation. Hallelujah. Kwa nikitafakari hii andiko, tunapitia shida ambayo wazazi wetu walianzisha. Huenda tunapitia shida ambayo watu walianzisha. Watu wengi ambao dunia hii wanaishi, tunapitia shida ambayo hatujui kama. Hallelujah. Nikituambia ambazo zinatembelewa kwa kizazi cha tatu na cha nne. Nikituambia ile dhambi ambayo wazazi walifanya inaweza ende kwa kizazi cha tatu na kizazi cha nne. Hallelujah. Kuna dhambi ambazo zilifanywa kwa wale ambao walitangulia na tukazaliwa rohoni. Kama walitenda dhambi, lazima pia tutambua. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hii kitu ambayo inaitwa dynasty na state na system haikuanza leo. Hallelujah. Kuna kitu inaitwa kwa Kisungu dynasty, deep state. Hallelujah. Vitu zimenenea sababu zilipandwa. Hallelujah. Atainuka atuambie ukweli. Lakini unazifanya tu.
kuligia. Hallelujah. Hallelujah. Nikaanza kuchunguza. Nataka kuligia. Lakini kuna dhambi fulani pia inakushikilia. Lakini hivi vembele viko wapi? Unaweza upili moto. Na wokora ndia ombolero. Unaweza ongea hata ndimi. Na wokwana na wanasi chiruga. Unaweza hata upili watu waokoke. Wokora ndia watu watole. Lakini kuna dhambi moja. Lakini hivi vembele inakushikilia. Iko wapi reti? Umejaribu kuiacha. Watembele kwa gati. Inakataa. Watu wanaokoka. Hapa ndio wako toka. Lakini kuna dhambi ambayo inamshikilia. Lakini hivi kevengele kiamo wate tie. Hallelujah. Hallelujah. Mlango ambao ulifunguliwa. Nene sieli kia ingo ile. Hakujua kama ulifunguliwa. Atambanye tena kia ingo ile. Anatafuta huo mlango bado umefunguliwa tu. Anakonigio sieli kia lakini. Hallelujah. Ukifanya hiyo dhambi. Kila wako ni mimi. Hukumu inakuja immediately. Unasikia aje nimekosea Mungu. Ukona chelwe kina saa hiyo waza na unapiga magoti. Kwagenda waka unamwambia Mungu nisamehe. Watanya sainga. Hallelujah. Hallelujah. Ni dhambi ambayo hawezi kuistamili. Yaani iko ndani tu. Nemi mimi na kuru mota iko na anawetanga na bio. Watu wengine wanasema kwamba bibi ndege tukio lelia. Abantu nibo batayanga hiyo ni na kumbe unaitwanga. Ni dhambi ya ukoo. Kumbe nayo banyetene chi amekaye chi ndelia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusome maandiko katika 2 Samuel. Tusome kwa Samuel yetangani. 2 Samuel chapter number 12. Samuel ya kabele 12. Tusaidie sana sababu huu ujumbe mwana akakonya senge cholinga neli uko na uzito mkali sana. Wali wato walitoa na nemono. Hallelujah. Amen. 2 Samuel chapter number 11. 2 Samuel chapter number 11 and verse 1. Some 2 and 3. Tutaruka pale tuende 2 Samuel chapter number 12. Tusome kuteremka. Ni historia ambayo tunaijua. Hallelujah. Namo gano yote monyete. Katika mwanzo wa mwaka mpya, wakati wafalme watokapo kwenda vitani, Daudi akamtuma Yoabu pamoja na watu wa mfalme na jeshi lote la Israeli, wakawaangamiza Waamoni na kuzunguka kwa jeshi mji wa Raba. Yes. Lakini Daudi akabaki Yerusalemu. Ikawa siku moja wakati wa jioni, Daudi aliinuka kitandani mwake, yes, na kutembea juu ya paa la jumba lake la kifalme. Kutoka kule kwenye paa akamuona mwanamke akioga. Mwanamke huyo alikuwa mzuri sana wa sura. Naye Daudi akatuma mtu mmoja kuuliza habari za huyo mwanamke. Yes. Huyo mtu inashikilia ukoo. Ebi wewe watete. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu. Tunasoma andiko ambayo Daudi twasomera lili kweli Daudi akiwa mfalme. Akalenge omoso. Huyo ndiye Daudi ambaye ameandika kitabu cha Psalms. Huyo ndio Daudi aliyeteka kitabu kia. Ameandika Zaburi. Akaandika kitabu cha Zaburi. Akaziimba Zaburi. Akatera Zaburi. Akasema kwamba Mungu neno lako likae katika moyo wangu. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hivyo Daudi alikuwa anajua neno la Mungu. Daudi alikuwa anajua sheria ya Mungu. Daudi alikuwa na
manyeti. Hallelujah. Hallelujah. Daudi alikuja akawa mfalme. Agataka mumoruoti. Na wacha nikwambie upande Daudi hakujua. Daudi kama manyeti. Ni mbegu ilipandwa na babu yake ambaye Juda. Ni mbegu ya lele toka akamtamani mwanamke mmoja. Akamwangania msumati yoyo. Ambaye tumeambiwa ni Bathsheba. Walikuwa kwa Bathsheba. Hallelujah. Hallelujah. Huyu ni mtu ambaye anajua sheria ya Mungu. Huyu ni mtu manyete amachokana sana. Anajua vile Mungu amewapigania. Mtu manya saya hawandewe. Anaenda kwa vita amepigana. Ochira soko rwana ohuye. Anaenda kwa vita amepigana. Alienda kwa vita na Hallelujah. Hallelujah. Na maandiko yanasema kwamba akamtamani. Hapo nikolia kama kamogania. Yaani ni dhambi ambayo ukifanya. Yaani bibi yokora. Haujui kama unaifanya. Pamoja tinga kwa yekorire. Lakini baada ya kuifanya. Lakini kama korire okora. Ndio hukumu inakuja. Kwani wanaoka Mungu hukumika. Hallelujah. Hallelujah. Daudi akamtamani Bathsheba. Daudi akamwamini Bathsheba. Na akatuma akuje. Akatuma aletwe. Na maandiko yanasema kwamba kama nikolia wote wangu wakachuana. Wakamanyana. Hallelujah. Hallelujah. Daudi akafanya dhambi. Daudi akole bibe ambayo ilifanywa na babu yake Juda. Ina akole tomo na katomwa wa Yuda. Generational iniquity. Ebibe bigendeleta. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Daudi akaingia kwa msingi ambao hakujua. Daudi akasoa se umusingi atamba. Kumbe kulikuwa na mlango ambao umefunguliwa. Omorangu toshko rangire morangu yego. Hallelujah. Hallelujah. Na maandiko yanasema kwamba kama nikolia wote wangu wakati unafanya hiyo dhambi, ekero okole bibebyo Mungu anaachilia hukumu immediately. Omanene ni yakona cheki na saa hiyo. Hallelujah. Hallelujah. Kisoma 2 Samuel chapter number 12. Samuel ya kabere. Unaona hukumu ambayo Mungu ameachilia kwa nyumba ya Daudi. Kwa roho nyasha kuna atigire. Ukisoma Samueli wa pili mlango wake wa 12. Some Samuel ya kabere. Ukisoma kuteremka hapo tu. Kwa Samuel kutimbo ka 12. Mungu akamtuma mtumishi wake Nathan. Mwanana akamotomo musombo wa Nathan. Akaenda kwa huyo jamaa ambaye ni mfalme ambaye ni Daudi. Akagenda somo roti Daudi. Kuna hukumu ambayo Mungu alikuwa ameachilia. Hukumu nene Nyasaye anataka wagotiga. Hallelujah. Hallelujah. Mungu akaachilia hukumu kwa nyumba ya Daudi. Nyasaye anatiga hukumu asenyo ya Daudi. Mungu akaachilia hukumu kwa nyumba ya Daudi. Nyasaye akanachia kina asenyo ya Daudi. Maandiko yanasema kwamba alikolia wote ba Mungu alipoachilia hukumu. Ekanya sana tutakina. Wale watoto ambao awana bali waliozaliwa kwa nyumba ya Daudi. Awana bali watoto nyumba ya Daudi. Na wao wakaingia kwa huo msiba. Awana wakasoa sema wewe. Hallelujah. Hallelujah. Daudi alimchukua Bathsheba. Daudi akamwona Bathsheba. Na akaorganize unia wawe. Akapanga uria anyale goito. Maandiko yanasema kwamba walikolia wote wakati Uria alipouliwa. Akera Uria itwa. Daudi akachukua Bathsheba. Daudi akaenda Bathsheba. Lakini tuna maandiko yanasema lakini walikolia wote Nathani alipoenda kwa Daudi. Nani alienda chinda za Daudi? Akamwambia Bwana anasema akamwambia maneno tawile. ndio kisu ambacho kilitumika kuua Uria. Omo yoyo tumolete goita Uria. Akiwezi kutoka kwa nyumba yako. Tige kuwa si nyumba yao. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hivyo hukumu ya kwanza kifo ikaingia kwa nyumba ya Daudi. Tige kinele tangani ama kweli akasoma si nyumba ya Daudi. Kifo ikaingia ama kweli akasoma kwa nyumba ya Daudi. asa nyumba ya Daudi. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu wakwe. Hallelujah. Bwana na wakwe. Inaweza kuwa tunapitia shida. Abona nyowe kwetoro mo chano. Inaweza kuwa tunapitia shida. Abako kwetoro mo chano. Shida ambazo sisi hatujui. Ebe chane tutamanye. Inaweza pia unapitia magonjwa. Oletera maroire. Kwa ni magonjwa ambayo walipia wababu zetu. Amaroire chane tamo no unapitia magonjwa ambayo yaeleweki. Oletera maroire kalikunya. Unapitia kwa maskini ambayo yaeleweki. Oletera wataka kalikunya. Kuna dhambi ambazo zilifanywa na walioutangulia. Inaanza sasa uanze kuchunguza.
kukutana na wewe. Ndagetenda kama na. Hata leo Mungu anasema utoke. Wana nyasari yote bamoru. Utoke sasa. Oru amwe. Wacha kuchunguza ile milango ambayo ilifunguliwa. Ochake kolingo libisheri bibigo. Acha kuchunguza milango ile ambayo ilifunguliwa pia kutoka. Ochake koboli milango ile igwirwe otamanyeti. Hallelujah. Hallelujah. Tusome kwa miguu yetu juu. Tutenga samba kwa itu. Tusome kwa miguu yetu juu. Tutenga samba kwa itu. Nataka tu uanze kwa dakika moja. Takata senta ikaye hapo. Uangalie kile kitu ambacho kimekusumbua kwa miaka mingi. Onyala kolige nige tokelia kwa chandra senta. Umekiombea. Ojes kwesabeire. Umekiombea. Wakesabeire. Maandiko yanasema wakati umeisha tungesoma. Maandiko yanasema kwamba wakati hukumu ya Mungu iliachiliwa kwa Daudi. Akamwambia wewe ule mtoto ambao utazaa na huyu mwanamke atakufa. Lakini Daudi akaenda akalia na akafunga. Lakini Mungu neno lake lilitimia. Umeomba, umefunga, umeenda kwa mlima, bado bingu limenyamaza. Umeomba, umetoa dhabihu, bado bingu imenyamaza. Sasa chukua jukumu lako sasa. Ingia, anza kuchunguza. Angalia ile milango iliyofungwa. Angalia ile milango iliyofunguliwa. Angalia ile milango iliyofunguliwa. Maandiko yanasema kwa Revelation kwamba Mungu akifungua milango hakuna mwenye anaweza funga. Na ile ambayo amefunga hakuna mwenye anaweza fungua. Sasa inua mikono yako tu. Inua tu mikono yako tu. Kwa hiyo neno tu anza kutangaza. Ile milango ilifunguliwa. Ile milango kwenye ilifunguliwa. Sasa ninaifunga. Na kwa neno lako Bwana. Ile milango ambayo unafunga hakuna mwenye atakayefungua. Na kwa neno lako Bwana. Ile milango ambayo utakayefungua hakuna mwenye atakayeifunga. Katika jina la Yesu Kristo. Inua mikono yako juu. Hata kusabia milango ambayo imefunguliwa pia kuchua. Sasa ninaifunga. Ile milango ambayo ilifunguliwa kuchua. Ninaifunga sasa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Thank you, Jesus.